Okay. Mambo vipi wandugu wapendwa, muko salama? Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini, nasi tuko wazima, tumeamka vizuri na tunashukuru Mungu kwa ulinzi wake wa usiku wote mpaka hii asubuhi, na tuna matumaini ya kwamba kote mumeamka salama. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, tunawasalimia sana. Kutoka Marekani anaitwa Lolonga Bernard kutoka Kentucky na kusalimia sana. Ohio State anaitwa ya Mungu Mlucha na kusalimia sana tena sana. Tabaro Ruigimba na kupata 5 kwa 5 hapo Marekani. Olivier Mzariwa na kusalimia sana kabisa hapo Marekani. Katika mji wa Los Angeles kuna anayeitwa Munganga Mbaha hapo kabisa na kupata 5 kwa 5, na pia kabisa na wasalimia wengi wanaotufuata wakiwa maeneo tofauti, si Amerika tu, na support yenu tunaendelea kuipata kabisa na tunashukuru sana. Ni wale ambao wako Marekani tunawashukuru, na kwingine kote tuko na washukuru sana kwa support yenu ya kila siku. Na hii asubuhi kabisa tumewaletea habari, ni habari za kweli, habari kuu kutoka kwenye uwanja wa vita maeneo tofauti mkiwemo eneo za Minembwe. Kwenye tutawaambia jinsi hali iko hii asubuhi. Waasi wa M23 Twirwaneho walilanse offensive ama walianzisha mashambulizi tena makali zidi ya wazalendo na FARDC kuanzia mwingine wa Minembwe ambao waliukamata jana, na mapigano iko makali hii asubuhi. Zingine habari ambazo tumewaletea jana M23, mnakumbuka ya kwamba mvile ya Goma ilikuwa imefanyisha kikao. Tutawaambia mengi walio yatangaza, ambapo wanasema kwamba ni kwa nini Marekani inaendelea kuwatilia vikwazo wao ambao wanaheshimu kabisa makubaliano na yote walio ya saini kati yao na gouvernement ya Kongo, wakati Kongo ambayo haiheshimu hayo inaendelea kuwaatake na kufanya wanayo yataka, hakuna vikwazo wanavyo ipatia. Tumewaletea taarifa tofauti kabisa. Mnayoifuata ni Kwetu TV kama kawaida, ni channel ama ni kituo bora cha matangazo kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tuwaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika, na tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Mu comment na muzilike hizi habari, pia muzisambaze, donc muzipartage kwa walio wengi ziwafikie, na musisahau kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ambapo habari zetu zote mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Mujiunge nasi mukigusa kwenye link yetu ambayo iko pale mu commentaire ya kwanza kabisa, ni link yetu ambayo iko pale. Utajiunga kigusa kwenye link hiyo, au hata unaweza ukagusa kwenye titre pale chini ya titre mu description kuko link yetu. Ujiunge ukigusa kwenye link hiyo, bila shaka taarifa zetu zote mtakuwa mkizipata 5 kwa 5. Huyu ni Mganga Yengonga, mtaalamu mwenye uzoefu na anayekamilika. Anarejesha vilivyoibiwa, mali yako iliyopotea anarudisha bila shaka. Anawasaidia wanawake waliopatwa na matatizo ya uzazi na kuwasaidia kupata uwezo wa kupata watoto. Anatibu magonjwa ya uchawi na matatizo ya akili na kurejesha maisha katika hali ya kawaida. Kama umekwama kazini na hupati mafanikio, Mganga Yengonga anakusaidia kurudi kwenye maendeleo. Anatibu mikosi na vitu vyote vinavyokuzuia kupata mafanikio. Mwanamke na mwanaume waliotengana, Mganga Yengonga anaunganisha na kurudisha upendo wao. Na kama unataka kujua kama mwezi wako unakusaliti, Mganga Yengonga anaweza kukuonyesha ukweli. Leo tunafika kila mahali kuwasaidia wateja wetu. Makao makuu yapo Uganda, Kabare, na pia tunapatikana Kongo, Goma. Usisite, muandikie WhatsApp au mpigie simu kupitia namba +256 70 45 10 381 ili maisha yako yabadilike. Moja kwa moja habari zetu kamili za asubuhi ya leo vendredi le 19 juillet 2026. Tutazianzia kwenye uwanja wa vita Minembwe Centre. Kwenye hii asubuhi kabisa kumekucha na moto, yani kumekucha na mapigano makali kati ya waasi wa M23 Twirwaneho pamoja na jeshi la Kongo na washirika wao wazalendo na jeshi la Burundi.
Mapigano hayo makali ambayo yalianza saa za asubuhi mapema yapata saa 10 yalianzishwa na waasi wa AFC M23 Twirwaneho dhidi ya wanajeshi wa FARDC na wazalendo ambao walikamata Minembwe jana kwa lengo la kukamata tena mwingine huo waorejeshe mikono yao wafukuze ndani jeshi la Kongo FARDC na wazalendo pamoja na wanajeshi wa Burundi. Kabla ya kuambia jinsi mapigano iko, ni waambie kama waasi hao wa AFC M23 Twirwaneho baada ya kuondoka Minembwe Centre, baada ya kuondoka Kiziba na wamepigwa na jeshi la Kongo, waliporudia nyuma maeneo ya kwenda ngambo za nyuma toujours ni msektere ya nani ya Itombwe. Kuna maeneo mengi makoline na mapori mengi, kwa sababu sektere ya Itombwe nayo kuna kwa kama mapori mengi kule, na waliporudia nyuma waliita kabisa msaada, waliitisha renfort ili wasaidiwe kule, kwa sababu vita visha washinda Minembwe, na kutoka Minembwe njia ni ile ni ya Itombwe waende misitu wapotelee mule kabisa, kwa sababu hakuna kwingine kwenye wako na zingine nguvu. Kuanzia magharibi ya jana wanajeshi wengi wa AFC M23 walitokea mu territoire ya Mwenga wakaenda renforcer, wengine walitoka mupleni ya Ruzizi wakaenda renforcer, na walifika katika maeneo hayo ya Itombwe karibu na Minembwe Centre kwenye walikuwa wanakaa wa Twirwaneho baada ya kuondoka Minembwe. Wakajiandaa na saa 10 kabisa za asubuhi ya leo njo wakalanse tena ataki ama njo wakaanzisha mashambulizi makali zidi ya FARDC na wazalendo katika Minembwe Centre, ili kuona kwamba wanaweza wakatosha FARDC na wazalendo mwingine huo tena mwingine huo wa ukontrole. Ndipo moto kabisa uliwaka upya kati ya pande mbili, wakati Twirwaneho na AFC M23 waliataki FARDC na wazalendo pale Minembwe Centre na eneo zote za Kiziba. FARDC na wazalendo nao directement walifungua kabati wakaanza kuwashambulia hao wanajeshi wa AFC M23 Twirwaneho, na ikawa kabisa ni mapigano makali. Hii asubuhi ni moto kabisa kati ya pande mbili. Mapigano yanaendelea kabisa kukamata hatua nyingine katika eneo hizo na kusababisha hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi kwa wakazi ambao wanaendelea kukimbia maeneo yao na kukimbilia katika maeneo yanayokuwa karibu na hapo yenye usalama zaidi, wakiwa hawana kitu chochote, wakiwa hawana namna kabisa ya kuishi huko. Wanapokelewa na familia zinazoishi mu vijiji hivyo na kuwafanya waishi nao, wengine katika maeglize, wengine mahopitale donc mahopito, wengine maikole. Donc wanaishi kabisa maisha mabaya, bila chakula, bila maji, bila usaidizi wowote, na matokeo ya mapigano ya huko yanaendelea kukua mazito sana, tena magumu kwa wakaaji wanaoishi eneo hizo. Na hii asubuhi kabisa iko mapigano makali huko, na tutakuja kuzifuata habari hizi kwa karibu kila wakati, ili tuweze kuwaambia kabisa kile ambacho kinaendelea, kila mabadiliko kwenye shamba la vita huko, tuambie jinsi kabisa mambo iko ya asubuhi. Tena kumeamka na moto kati ya pande mbili, waasi wa Twirwaneho na AFC M23 walienda tena ataki FARDC na wazalendo pale Minembwe, ili waone kwamba wanaweza wakakamata eneo ile. Tuendelee na habari zetu, nimewaletea taarifa mingi. Jana mu Serena Hotel pale mvile ya Goma, AFC M23 ilifanya kikao pale, ilikuwa conference de presse, waliitisha wanahabari wengi mvile ya Goma ili wakuje wakamate video ya mambo yote ambayo watakuwa wakiyasema wayasambaze. Katika taarifa ambazo walizitangaza hapo, ilikuwa kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo, kama vita vinaendelea kukua makali, FARDC kiwatake mara kwa mara, ambapo wanaishutumu kwa ukiukaji mkubwa wa usitishaji vita na kuendelea kuwashambulia mchana na usiku katika ngome zao na hata pia maeneo ya wakaaji.
kuna pointi 3 ambazo nitawaambia katika mambo ambayo waliyatangaza. Pointi ya kwanza, AFC M23 inasema kwamba hayo inaheshimu kabisa makubaliano yaliyosainiwa kati yao na Kinshasa, ambapo inasema ya kwamba mambo ya kwanza ambayo waliyafanya ili kuheshimu makubaliano walioyasaini na gouvernement ya Kongo, waliondokaka wa maeneo mengi depuis kusainiwa kwa makoro tofauti, mkiwemo Walikale Centre, Sud Kivu wakaondoka mvile ya Uvira, wakaondoka Kipese Mulubero, Uvira wakaondoka Kabunambo, Sange, Mutarule, Luberizi, Luvungi kote na Bwegelera. Wanasema kwamba hayo yote waliyafanyaka ili kuweza kufikia njia ya amani kama vile walivyokuwa wakitarajia. Sema kwamba waliondoka kama zile eneo kutokana na makolo walio ya sign mezosi, wakiwa wanapenda vita vinavyoendelea viishe kupitia njia ya amani. AFC M23 inasema kwamba katika njia moja ya kutaka kumaliza mambo katika njia ya amani, iliwachiaka wa prisonnier wengi kabisa wa FARDC. Nasema kwamba iliwachiliaka kwanza wa mercenaires, ikawaachilia wanajeshi wa FDLR ambao walikuwa kawashaka wakamata, ikawaachilia wanajeshi wa Sadeke ambao walikamatiwa Mgoma, paka wakawaachilia wanajeshi wa FARDC 1382, ambapo wanasema kwamba hata leo tena wako tayari kuwaachilia wengine wanajeshi wote wenye wako nao wa FARDC. Na zaidi ya hapo AFC M23 ikaomba sasa wale wapatanishi wao, wakasema kwamba wanapenda tu Kinshasa irespekte yale ambayo waliyakubaliana, na pia wakasema kwamba wao wangali napenda ikue njia ya amani, njo mapigano iishe, njo krize kabisa iishe na usalama upatikane ama amani upatikane mashariki mwa nchi ya Kongo. Wanasema kwamba njia ya amani njo njia ya kumaliza mapigano hayo. Na AFC M23 ikasema kwamba inaendelea kujiuliza mara mingi ni kwa nini FARDC ama gouvernement ya Kongo inayoendelea kukiuka usitishaji mapigano, inayoendelea kutokubali na kutoyafanya walio yakubaliana, wanaendelea kukua na amani kabisa bila probleme yoyote, wakati hao wenye wanayafanya yale yote walio yakubaliana, vikwazo ndio vile vinavyoangukia kila siku. Wakati Marekani inagusia mambo ya vikwazo, wanasanktione viongozi wa AFC M23, wanasanktione AFC M23 kwa ujumla, na wanajua kwamba wao kabisa hawapendi mapigano na wanaheshimu makubaliano yote. Hapa njo nikaona ya kwamba Lawrence Kanyuka hata Corneille Nangaa ni Bertrand Bisimwa wao kupitia nitasema namna wanazozitumikisha komedia za kuonesha kwamba wao hawafanyi vita FARDC na wachokoza mara kwa mara, ishaka kuwa mambo yenye ishaka julikana au niveau international. Ndiyo maana walalamike komedia kwamba hawako movita, hata wasilalamike, ukweli unajulikana, wao washaka chokoza vita vinavyoendelea. FARDC napenda isonge mbele, irekipere maeneo, ndio maana kabisa vikwazo vitawaangukia kwa sababu onjo wenye washaka chokoza kabisa armea ya Kongo. Hicho ni kitu cha kwanza, na hata hapa njo ilinifanya kuwazia mambo ambayo President Felix Tshisekedi aliyasema kule Etats-Unis d'Amerique juzi wakati match ilikuwa imeisha ya Portugal na RDC na Leopard, hii ekipe yetu. President Felix Tshisekedi alisema ya kwamba bientôt ama karibuni vile ya Goma na Bukavu zitakuwa rekipere. Nikawaza sasa vile hizi zitakuwa rekipere koma, yani President Felix Tshisekedi anaweza kasema hayo kivipi wakati binaendelea kuonekana kuwa difficile AFC M23 iondoke kwenye iko. Nikakumbuka ya kwamba AFC M23 kama vile wanavyosema wanaheshimu walio ya kubaliana,
toujours presio ama walioacha wanafanya yale waliokubaliana, wako hapo wapatanisha wa Etats-Unis d'Amerique, hawatasimamisha kuwaomba kurudia nyuma na kuendelea kufanya walio ya kubaliana ifikapo pale ambapo na eneo hizo zitaachwa kabisa, njo zile eneo zitakuwa rekipere. Leo President Felix Tshisekedi anatumainia diplomasia, anajua kwamba diplomasia ndio mambo yote ya taisha. M23 inapaswa kutoka eneo zote zenyewe na kontrole kupitia diplomasia, na ikawa leo kabisa mporsa kidogo zilizoonekana kwenye M23 washakatoka. Kiukweli inaweza kifikia pale ambapo watatokaka kote na vile ya Goma na Bukavu, na nimewaletea taarifa mingi kama nilivyowaambia ni wapeleke vile ya Bunia. Vile ya Bunia jana kabisa General Nkashama Luboya ambaye njo mwenye alikuwa gouverneur wa Ituri alirudia Kinshasa. Kupitia video ile kabisa muifuate muone kama alikuwa kwa aeroport ya Bunia na iko naenda Kinshasa. Huyu governor wa kijeshi ambaye alikuwa akiongoza Ituri alikuwa amemaliza miaka kose 5 depuis 2021 alikuwa akiongoza mkoa wa Ituri. Mu miaka 5 kabisa alikuwa akiongoza ile province ya Ituri. Alipitia changamoto mingi sana. Alikuwa remplace na yule Kasongo ambaye alianza kazi yake hivi juzi, alianza kazi yake officially mama Ituri. Huyu Nkashama Luboya alirudia Kinshasa, na tuna habari kutoka kwa ndani ya kwamba huyu Nkashama Luboya anaweza akafanywa chef d'état major wa FARDC. Ndio mwenyewe anaweza akafanywa kiongozi mkuu kabisa wa wanajeshi wa FARDC. Alirudia Kinshasa kama atakuja kufanywa kiongozi huyo, tutakuja kuambia. Mjue kwamba kwa sasa angali hata Bunia baada ya kukamata fonction zake General Kasongo ambaye alimremplace huyu General Nkashama Luboya alirudia Kinshasa. Tukiwa ndani ya mji wa Kinshasa, niwaambie kuhusu wanajeshi. Hapana, iko wanajeshi ni watu ambao walipewa mazoezi na watakuwa wakitumikisha hata silaha, na mtaona kabisa kupitia video ambayo nitawaonesha kama wako na silaha. Ni wadelenka wale makuluna wa ex-delenka makuluna Kinshasa ambao walikuwa wakikamatwa, na hata madelenka marebele kutoka mvile tofauti walikuwa wakipelekwa mu eneo ama mu service nationale ya Kanyama Kasese, ambapo walikuwa wakipewa mazoezi tofauti ya kukua mu maisha ya kawaida, waache mambo ya urebele. Walikuwa pia wakifanya mazoezi kidogo ya kivita fulani, na hawa wote ni jinsi wako 5000 watakuwa deploye Kinshasa mvile waanze kufanya kazi za kusafisha mji wa Kinshasa. Na tuko na taarifa za ndani ya kwamba hawa wote watatumika hiyo kazi kwa bure, bali watakuwa wakitumika kazi wakilipwa 500,000 francs congolais par mois. Sikasiko tozolongwa tozokende na Kinshasa, mokonzi ya mboka apesi biso mission munene ifo boye bango kati na bino tozana bakino aboye te amususu bauti Lubumbashi, Mbandaka, Kasai, bisika na bisika, ebiso yozo tozaba na Congo. Tozokende na Kinshasa, capitale ya mboka na biso. Kuna bapesi biso musala munene. Aibite soki ezana bao bayoka kike mokonzi ya mboka a créé task force. Mokonzi ya mboka a créé task force ekozala chargé ya assainissement ya ville ya Kinshasa. Ville ya Kinshasa ebebi mingi. Salité bisika nyonso. Bato ebele baza lisusu na civisme te. Bato ebele baza lisusu na discipline te. Bazobwaka salité na baka niveau. Batie ba fosse septique na bango ekomi na baka niveau. Bazobwaka ba salité na babalabala. Ville baby makasi. Siko mokonzi ya mboka yebisi biso boy. Musala wana ya kobongisa ville ya Kinshasa na pesi bino bato ya service national bo sala yango.
na ba bâtisseur rabino parce que na yebi bino malamu ke bozali ba discipliné boyebi ke na Kinshasa tozana ba unité ebele mokonzi ya mboka azali commandant suprême ya forces armées de la République démocratique du Congo FARDC azali en même temps commandant suprême ya police nationale congolaise mais aussi azali pe commandant suprême ya service national mais atali na ba service nyonso wana lobinga na police service national esengo te ndenge na ye awa na ye na salaire na bino mokonzi ya mboka apesi nga salaire na bino 500 000 francs pe mbongo wana bokobanda kozwa yango chaque mois tobandaki koyebisa bino mikolo nyonso bâtisseur ke bozala discipliné na discipline nde bokozwa mbuma kitoko mokonzi ya mboka akokisi yango lelo bozozwa salaire ya liboso mais chaque mois bokobanda kozwa salaire yango parce que banda lelo bokomi engagé na service national bokomi ba agent ya service national. Zani kwamba ile video nayo mumeifuata bie pale mumeelewa kwamba vile ya Kinshasa wako na andaa kabisa kuiangalisha, yani wanapenda kabisa vile iwake kupitia hawa maex delinka ama madelinka wa zamani ambao walikuwa forme upya walio pelekwa vile ya Kinshasa. Hawa kazi yao kabisa ni kusafisha mji wa Kinshasa. Mefreye zingine habari kutoka kwenye uwanja wa vita katika maeneo ya Masisi Walikale, zingine eneo kote ni utulivu, donko hakuna mapigano. Na hizi ndizo taarifa ambazo tuliweza kuzipata hii asubuhi. Na tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mu comment na muzilike hizi habari pia na muzisambaze kwa walio wengi ziwafikie. Merci beaucoup, Mungu awalinde. Tupatane tena ndani ya habari zingine zifuatazo. Merci beaucoup.